Nikukaribisha tena katika mwendelezo wa somo letu lililopita la kujua pesa ilikojificha. Na somo lililopita tuliangalia na kujua ya kwamba pesa inakojificha ni mahali pengi sana. Na tutaendelea katika sehemu hii ya pili kuangalia pesa huwa inajificha wapi. Nikukaribishe tuweze kuomba, tumwalike Roho Mtakatifu aweze kutufundisha katika somo hili la leo. Tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu unayetujali, unayetupenda. Tupo kwenye ulimwengu wenye heka, na wewe umetuagiza tufanye kazi siku 6. Na umetupa pumziko ya siku moja tu, siku ya 7. Bwana, tupatie tupumzike katika kweli. Tusaidie Bwana kuishi maisha ya kufanya kazi siku 6, na ya 7 tukuachie wewe. Tunaomba tukiamini utakuwa nasi kwa jina lako Yesu. Amen. Katika somo lililopita tuliangazia kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 na ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 9, na tukagundua kwamba moja ya nyanja muhimu Mungu ambazo wameeleza katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni katika namna ya kupata mibaraka. Na kodi ya kwanza ambayo tuliona katika somo lile ni tukiwa watu wanaotii neno lake, mibaraka imeahidiwa kwetu. Tumeahidiwa kupata mibaraka tele katika maisha yetu tulio nayo. Na tukakumbushwa kwamba hatuwezi kupata mibaraka katika maisha yetu ikiwa hatujatii. Tutokapo, tuingiapo, kote Mungu ameahidi mwenye upendo kutubariki. Kwa hiyo tuliangalia kwamba fedha imejificha katika maeneo mengi sana. Tuliona katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati tunapoingia na tunakotoka. Ijapokuwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati kijeleza moja pesa kwa moja, lakini inaeleza mibaraka. Na mibaraka miongoni mwayo ni uchumi. Kama huwezi kutii maagizo ya Mungu, ni ngumu sana kuweza kubarikiwa. Kwa hiyo ujumbe mkuu ni kwamba utii kwa Mungu huleta ustawi maisha yote, ikiwemo uchumi. Na ndiyo mada yetu ya juma lililopita liliishia hapo. Na tuendelee sasa na mada ya siku ya leo. Pesa imejificha wapi? Watu wa Mungu, pesa ipo. Hakuna mahali ilikojificha haiwezi kuonekana. Ipo. Watu wengi sana akiwemo Emmanuel Oromide katika kitabu chake cha School of Money amejaribu kuelezea pesa ilikojificha. Na mimi leo nitaangalia na kuchambua. Leo nitachambua moja ya pesa ilikojificha. Halafu wewe utaangalia na kuchambua ni wapi ambapo unaweza kupatumia ili pesa ije mkononi mwako. Moja ya mahali pesa inajificha mikononi mwa watu. Duniani tuna watu zaidi ya bilioni 7. Inazunguka kwenye mikono yao. Kwa sababu nilisema katika masomo yaliyopita, pesa haijawahi ondoka kwenye sayari hii dunia. Pesa ipo hapa duniani, inazunguka humu. Kwa hiyo Mungu wetu alipitisha mikononi mwetu. Kila mmoja aliyeko duniani ameahidiwa baraka mbalimbali. Na baraka ya uchumi, Mungu anatamani aweze kuukamata baraka huu wa uchumi. Kwa sababu pesa ni jawabu la mambo yote, lakini pesa ni shina la mabaya mengine mengi sana katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunahitaji kujifunza mada hii kwa umakini mkubwa ili tusiweze kuathiri mahusiano yetu na Mungu wetu. Na kwa sababu maisha yetu yanahitaji pesa ili kazi ya Mungu iendelee, lakini pia maisha yetu na ustawi wa familia zetu ziendelee. Kwa hiyo kazi ya Mungu haiwezi kusonga mbele kama hatutakuwa na jitihada za kutafuta fedha ilikojificha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pesa huwa inazunguka kwenye mikono ya watu ambao wako duniani kwa sasa. Na ukiona haiko mikononi mwako, basi iko kwenye mkono wa mtu mwingine. Kwa hiyo jua hili kabisa kwa ujumla kwamba pesa ipo, inazunguka kwenye mikono ya watu. Kwa hiyo namba moja, pesa inazunguka mikononi mwa watu kabisa. Kwa hiyo kama iko kwako, basi iko mikononi mwa watu wengine. Kinachotoa pesa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine tunaita thamani, value. Yaani iko hivi, unatengeneza thamani, mwenye pesa anahitaji kwa wakati huo, mabadilishano yanatokea. Yaani kinacholeta pesa ni thamani. Pesa hutafuta thamani ilipo.
Kama hakuna thamani, pesa haifati hayo maeneo, kwa sababu kitu cha thamani huwa ndicho kinachomfanya mwenye pesa aende kukitafuta. Mwenye pesa akinunue, anachukua ile thamani uliyoitengeneza. Mwenye pesa anachukua ile thamani, wewe unabaki na pesa, unaendelea kutengeneza thamani nyingine na wewe unamiliki pesa. Haleluya! Nini cha thamani nilichotengeneza? Nini cha thamani unachotengeneza? Wenye pesa wako tayari kukulipa kwa sababu wanakihitaji. Nini ambacho unatengeneza cha thamani ili wenye pesa wakulipe, ili wewe ubaki na pesa. Yaani mzunguko uendelee. Ili mzunguko wa fedha uendelee, ni lazima wewe utengeneze thamani, mwenye pesa aifuate thamani yako uliyoitengeneza. Mzunguko unazidi kuwa mkubwa zaidi. Kama huna kitu cha kutengeneza chenye thamani, value, kitakachomleta mwenye pesa aje kwako, pesa utakuwa unatafuta sana. Kwa hiyo jambo la kwanza, kodi mbili ya pili ya leo, kodi ya kwanza tulisema ni utii kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kodi namba 1. Kodi namba 2 ni mikononi mwa watu. Ikiwa iko mikononi mwa watu, kazi yetu ni kutengeneza value, thamani. Fikiria unakwenda kununua simu. Kwa hiyo Mchina ametengeneza thamani. Wewe unahangaika na vibarua, umelima msimu mzima, unataka iPhone, either Infinix, either simu ya aina yote ile, kulingana na gharama na thamani unayotaka wewe. Hiyo kiwanda kimetengeneza simu, kimetengeneza thamani. Ndio maana wewe unakwenda kununua, unatoa pesa, unaondoka na bidhaa, kwa sababu ametengeneza thamani. Sasa iko hivi, ikiwa wewe hutengeneza thamani lakini wao wanaendelea kutengeneza thamani, wewe utaendelea kupata pesa, unawapelekea wale waliotengeneza thamani, wewe unabaki na thamani ambazo hazina thamani. Na mtu hajanielewa. Yaani iko hivi, ili wewe uweze kuwa na pesa na pesa iweze kuzunguka mikononi mwako, lazima na wewe unatengeneza thamani. Si kila mara tu wewe unaenda kutoa pesa kwa watu wanaotengeneza thamani, lakini wenye thamani hawaji kwako na wao wapate thamani kutoka kwako. Ni baraka, inategemeana mzunguko wa sisi wote. Kwa hiyo lazima utafute vitu vya kutengeneza thamani ili mwenye pesa na yeye aje kwako. Yaani maisha yetu ya kila siku tunategemeana. Kule kutegemeana kunatufanya kila mmoja kwa mwenzake upata kile kiwango ambacho anakihitaji. Kwa hiyo pesa iko mikononi mwa watu wanaozunguka katika sayari hii dunia. Namba 2 ni kwenye matatizo. Pesa hujificha mara nyingi sana kwenye matatizo ya watu. Kila tatizo unalokutana nalo kwenye maisha yako ni fursa kabisa, ni fursa kabisa. Tatizo hilo linaweza likageuka kabisa kuwa pesa. Tatizo lolote linaweza kugeuka kuwa pesa kabisa. Tatua matatizo ya watu. Unatakiwa kutatua matatizo ya watu. Na si kwa kutatua matatizo ya watu ndio unapata pesa, lakini unatengeneza value. Unapotatua matatizo ya watu, unaweza usipate pesa hapo hapo, lakini kuna mibaraka mikubwa inaambatana na kugusa maisha ya watu. Hebu ngoja nielezee hapa kwanza katika maisha ya kiroho. Tukiacha kwenye maisha ya kimwili. Unapogusa matatizo ya watu, iko mibaraka mikubwa inayokufuata hata kama hujaiona leo. Biblia imeeleza usiache kumfadhili mgeni, yatima, mjane. Hao watu wanapitia changamoto. Watu wenye changamoto usiache kuwafadhili, usiache kuwasaidia. Kupitia kugusa mahitaji ya watu ndipo tunamgusa Mungu, mtoa mibaraka na mruzuku wa mibaraka yote tunayohitaji katika dunia hii. Ngoja nimnukuu mwandishi mmoja mashuhuri duniani, anaitwa mchungaji na mfanyabiashara mkubwa ambaye ni raia wa Marekani, anaitwa T.D. Jakes. T.D. Jakes ni mmoja wa waandishi wakubwa duniani na wafanyabiashara, lakini pia ni mchungaji. Katika kitabu chake cha The Slow anasema kukuza biashara au jambo kutoka chini, anasema namna nzuri ya kupata pesa zaidi ni kutafuta matatizo ambayo yanawagusa watu wengi zaidi.